Karibu mtazamaji na mfuatiliaji wa Kisima cha Uzima TV katika makala jamii. Ni matumaini yangu ubuheri wa afya. Jina langu ni Naomi Fumbuka. Kuna wakati maisha huonekana kama yanatupinga kwa kila upande. Ndoto zetu huonekana mbali, changamoto huongezeka, na sauti za kukatisha tamaa husikika kuliko sauti za kutia moyo. Hata hivyo, historia imejaa watu waliokataa kubali kushindwa licha ya mazingira magumu waliopitia. Miongoni mwao ni Oprah Winfrey, mwanamke aliyebadili maumivu kuwa nguvu, vikwazo kuwa fursa, na dhamira kuwa uhalisia. Safari yake inatukumbusha kuwa ndani ya kila mtu mwenye nia ya kweli kuna nguvu ambayo haiwezi kuzimwa kirahisi. Uthubutu hukutana na uvumilivu. Mafanikio huwa si swali la kama yatakuja, bali ni lini yatatokea. Wanasema kuwa dhahabu hupimwa kwa moto na binadamu hupimwa kwa changamoto. Kadri maisha yanavyoweka vikwazo mbele yetu, ndivyo yanavyotupa nafasi ya kugundua nguvu iliyojificha ndani yetu. Cha msingi ni kutunza zao la jitihada, uvumilivu na imani isiyoyumba. Oprah Winfrey ni mwanahabari na mfanyabiashara maarufu Marekani ambaye ni mfano hai unaothibitisha kuwa mafanikio makubwa huanza na ndoto ndogo inayolindwa na matumaini. Safari yake ni funzo kwamba si kila anayekataliwa huanguka na si kila anayekatishwa tamaa hupoteza mwelekeo. Oprah alizaliwa katika familia yenye changamoto nyingi za kiuchumi. Akiwa mtoto alipitia mazingira magumu, lakini hakuruhusu hali hiyo iamue hatima yake. Alijituma katika elimu na baadaye akaingia kwenye tasnia ya habari, safari iliyofanikisha kuwa mmoja wa wanawake wenye ushawishi mkubwa duniani. Umaarufu wake ulijengwa kupitia kipindi cha The Oprah Winfrey Show, lakini nyuma ya mwanga wa kamera kulikuwa na miaka ya mapambano, kujifunza na kuamini uwezo wake. Wakati wengi waliona vizuizi, yeye aliona fursa. Hapo ndipo tunapojifunza kwamba mto hauachi kutililika kwa sababu mawe yako mbele yake, bali kutafuta njia mpya ya kupenya. Kuna nguvu ya ajabu ndani ya mtu mwenye nia ya kweli. Anaweza kucheleweshwa lakini si rahisi kuzimwa. Anaweza kukatishwa tamaa lakini si lazima kusahau ndoto zake. Hata wakati miluzi ya kukatisha tamaa ikisikika kutoka kila upande, lakini chembe ya azma ikibaki moyoni, matumaini hayaishi, kwani kuanguka si kushindwa. Katika maisha ya kila siku, watu wengi huacha ndoto zao si kwa sababu zimeshindikana, bali kwa sababu wamekubali maneno ya kukatishwa tamaa. Ukweli ni kwamba mafanikio hayahitaji uanze ukiwa na kila kitu, yanahitaji uanze na kile ulicho nacho. Oprah aliamini uwezo wake kabla dunia haijamwamini. Nikusihi wewe mwenye nia, endelea kusonga mbele, kwa sababu mbegu ya ndoto ikipandwa kwenye ardhi ya jitihada na kumwagiliwa na uvumilivu, siku moja itazaa matunda ya mafanikio. Mtazamaji, fahamu kuwa maisha hayamzawadii mwenye sababu nyingi za kushindwa, bali humzawadia mwenye sababu moja ya kuendelea. Endelea kujifunza, endelea kujaribu na endelea kuamini. Kumbuka, nyota haing'ai kwa sababu giza halipo, bali hung'ara zaidi katikati ya giza. Makala hii imeandikwa na kusomwa kwako nami Naomi Fumbuka. Asante kwa muda wako. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe. Asante.